Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, moyo wenu usihangaike, mwamini Mungu, mniamini na mimi. Katika nyumba ya Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia ninyi, kwa sababu nakwenda kuwawekea ninyi mahali tayari. Na kama ninakwenda kuwawekea mahali tayari, nitakuja tena na kuwatwaa ninyi pamoja nami, kusudi mahali nilipo mimi ninyi pia muwepo hapo. Na njia ya mahali niendako mnaijua. Toma akamwambia, Bwana, hatujui uendako, twawezaje kujua njia jinsi gani? Yesu akamjibu, ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu hafiki kwa Baba asipopita kwangu. Kama mngenijua mimi, mngemjua na Baba yangu. Hata sasa mnamjua, tena mmekwisha kumwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, basi yatutosha. Yesu akamjibu, nipo pamoja nanyi tangu siku nyingi hivi, nawe Filipo hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe unasemaje utuonyeshe Baba? Je, usadiki kwamba mimi ni ndani ya Baba, naye Baba ndani yangu? Maneno ninayowaambia ninyi siyasemi kwa amri yangu, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda matendo yake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi ni ndani ya Baba, naye Baba ndani yangu, au nisadikini hata sababu ya matendo yenyewe. Kweli, kweli nawaambieni, mwenye kuniamini atatenda naye matendo ninayotenda, hata atatenda makubwa zaidi, kwa sababu mimi ninakwenda kwa Baba. Ndilo neno la Bwana. Ndugu zangu, tumesikia katika somo la kwanza mgawanyo wa majukumu katika kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu ni sisi wenyewe. Kanisa sio jengo. Wajane wa wafuasi wenye asili ya Kigiriki wanawanungunikia Waebrania kwamba hawapati mahitaji yao ya kila siku. Nao mitume wanawaambia, haifai sisi tuliache neno la Mungu twende kuwahudumia hawa. Wakakaa pamoja, wakajadiliana, wakaamua wateue watu 7 kati yao waweze kuwahudumia hao wajane. Ndugu yangu, hii maana yake nini? Katika kanisa kuna mgawanyo.
Kazi yangu mimi, kazi yangu kubwa kama padre ni kulitangaza neno la Mungu, ya kwanza. Kazi yangu ya pili ni mhudumu wa Ekaristi. Hizo ndizo kazi zangu kuu. Na nyie kazi zenu ni nini? Mimi ni mhudumu wa Ekaristi na mtangazaji wa neno la Mungu. Ndio kazi zangu kuu kati yenu. Na nyie kazi zenu ni nini? Kusikiliza. Kusikiliza tu. Tumesikia katika somo la pili, tuwe mawe hai. Katika kanisa kila mtu ana wajibu. Padre sio mjenzi. Kwa padre aanze kujenga makanisa, sio architecture, sio msanifu wa majengo. Ni kazi yenu. Padre akiwa parokiani hawezi kujua katika familia fulani kuna mgonjwa, nende kumhudumia. Ni kazi yenu kumuita padre. Padre, tuna mgonjwa. Padre hawezi kujua nani Mkristo wake amelazwa hospitalini aende kumpa huduma. Ni nyie mtamwambia padre. Padre hata kuja kwenye familia yako kukuambia sala ya asubuhi, sala ya jioni, sala kabla ya kula, sala kabla ya kulala. Ni jukumu lako. Muwe mawe hai. Ndugu zangu wapendwa, tuko katika Dominika ya 5 ya Pasaka. Liturujia ya neno la Mungu inatutafakarisha kuwa Kristo ni njia, ukweli na uzima. Katika kipindi hiki cha furaha ya ufufuko, tunaendelea kualikwa kuimarisha imani yetu kwa Kristo. Tunaalikwa kuendelea kuimarisha imani yetu kwa Kristo, ambaye ni njia, ukweli na uzima. Injili inasisitiza faraja ya Yesu kwa wafuasi wake. Anawaahidia uzima wa milele na kuhakikishia kuwa yeye ndiyo njia iendayo kwa Baba, ndiyo njia iendayo mbinguni. Yesu anaanza kwa kuongelea mfadhaiko wa wafuasi wake. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Wafuasi walikuwa wanafadhaishwa na mambo mengi, lakini kwa leo tuongee mambo matatu. Walikuwa wanafadhaika kwa sababu Yesu aliyempenda, Yesu aliyomwamini, aliyeteswa, akafa, akafufuka, wakapata furaha ya ufufuko. Sasa anawaambia ataondoka, anawaaga. Hiyo ni huzuni ya kwanza. Wanafadhaika. Wanafadhaishwa na usaliti wa Petro. Maanake walimuona Petro amsaliti Yesu, anamkana Yesu. Na pia wanafadhaishwa na usaliti wa Yuda. Yesu anawaimarisha kwa kuonyesha kwamba imani inaweza kuleta amani. Mnatofautisha kati ya imani na amani, Imani inaleta amani. Imani ni faith, amani ni peace. Vitu vile tofauti. Kwa hiyo uhusiano wetu na upendo wetu kwa Kristo unaweza kutuletea amani, hata kama tuko katika mahangaiko ya maisha, tuko katika tabu za maisha, lakini imani yetu kwa Kristo itatuletea amani katika maisha yetu. Na hii inaonyesha kwamba imani kwa Mungu inaonekana kupitia kwa Kristo, ambaye ni mwakilishi wa uwepo
na upendo wa Mungu kwetu. Ndugu zangu, Kristo anatuahidi makao mbinguni. Mbingu yetu iko wapi? Mbinguni ni wapi? Ukikutana swali hilo, mbinguni ni wapi? Wengi mtasema mbinguni huko juu ndio mbinguni huko. Mungu anakaa huko. Nyewe mlishamuona huko? Mbingu yetu ni muunganiko na Kristo. Tunapokuwa tumeunganika vizuri na Kristo, hutosikia dhambi kati yetu. Hutosikia kuchukiana kati yetu. Hutosikia wizi kati yetu. Utasikia amani. Na katika amani hiyo ni uwepo wa Mungu, ni uwepo wa Kristo. Muunganiko wetu na Kristo au kwenda kwetu mbinguni sio baada ya kufa. Mbingu naiandaa kuanzia leo. Ukizubaa leo, eti nikifa nitaenda mbinguni, unasubiri ukifa, aisee umechelewa. Daima tunaalikwa kuishi tukiwa katika muungano na Kristo. Na hapo ndipo kuna amani. Tukiungana na Kristo, tumeungana na Mungu. Kwa sababu Kristo ni nafsi ya pili ya Mungu Baba. Kristo anatuambia yeye alipo anaenda kutuandalia makao ili na sisi tuwepo. Kule Tanzania kuna wimbo. Mimi sijui kuimba vizuri, lakini napenda kuimba, lakini sijui kuimba. Ni ajabu sana, mnisamehe tu. Lakini kwa wimbo tunasema, mtu akinitumikia anifuate, asema Bwana. Mtu akinitumikia anifuate, asema Bwana. Mimi nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Anayemtumikia Kristo atamfuata. Na Kristo alipo naye atakuwepo hapo hapo. Tumeelewana? Kwa hiyo tunapotuahidi makao mbinguni, tushirikiane naye. Lakini Kristo anapomwambia mimi ndimi njia, ukweli na uzima, baadhi ya wanafunzi hawaelewi. Tomaso anajitokeza anamuuliza Yesu njia ya kwenda mbinguni. Yesu anamjibu, mimi ndiyo njia, ukweli na uzima. Inaonyesha kwamba ili kufika kwa Mungu inahitaji uhusiano binafsi na Kristo. Uhusiano binafsi na Kristo. Kristo ametuita kila mtu kwa jina lake. Kwenda kwetu mbinguni ni juhudi ya mtu binafsi katika jumuiya aliyomo. Hatuendi mbinguni kijumuiya. Hatuendi mbinguni kifamilia. Kwamba nitaenda mbinguni kwa sababu baba yangu alikuwa Mkristo. Nitaenda mbinguni kwa sababu baba yangu ni katekista. Nitaenda mbinguni kwa sababu dada yangu ni mwanakwaya. Hapana. Mbinguni ni juhudi binafsi. Uhusiano wako wewe binafsi na Mungu wako. Sio uhusiano wa kijumuiya. Nitaenda mbinguni kwa sababu tulikuwa tunasali kanisani tunaimba. Hapana. Uhusiano wako na Kristo ukoje? Kwa hiyo kurithi ufalme wa mbinguni sio swala la kifamilia, sio swala la kijumuiya, wala sio swala la kurithi. Huwezi kuirithi mbingu hivi. Lazima we mwenyewe uweke juhudi ya kuungana na Kristo ambaye ni njia, ukweli na uzima. Lakini kama tumefuatilia vizuri Injili, nafikiri wafuasi wa Kristo baadaye walikuwa wakorofi. Hapo hamkusikia vizuri. Walikuwa wakorofi. Yesu ameshamwambia mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Anakuja tena Filipo. Tuonyeshe Baba.
Hivi alikuwa amesinzia? Eti tuonyeshe Baba yatutosha. Yesu anamweleza Filipo, aliye niona mimi amemwona Baba. Hii inatuonyesha kwamba uhusiano wa Kristo na Mungu ni uhusiano wa karibu sana. Uhusiano wa Kristo na uhusiano wa Mungu ni uhusiano wa karibu sana. Tuna msemo katika Kiswahili ambapo rafiki upo, katika hata Kiingereza upo, nionyeshe rafiki yako nikwambie ulivyo. Mnafahamu msemo huo? Kama kweli wewe mtu fulani rafiki yako, mtafanana tabia. Nionyeshe rafiki yako nikwambie ulivyo. Na Waingereza wanasema show me your friend, I will tell you who you are. Kwa hiyo aliyemwona Kristo, kwa sababu Kristo ana muungano wa pekee na Mungu, amemwona Mungu. Mnaelewa maana hiyo? Aliyemwona Kristo amemwona Mungu, kwa sababu pia Kristo ni nafsi ya pili ya Mungu. Lakini hii pia ni kutujulisha pia kwamba yote aliyofanya na kuongea ni matendo ya Mungu. Kristo hakujituma mwenyewe, ametumwa na Mungu ila atukomboe sisi wanadamu. Sisi waamini tunaalikwa kuamini katika ufunuo huo unaothibitishwa na nguvu ya kimungu, mamlaka ya kimungu iliyomo ndani ya Kristo. Mwishowe tunamwona Kristo akifunga ukurasa huu kwa ahadi, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi naye atazifanya, na kubwa kuliko hizi atafanya. Hii maana yake nini? Inatosha kwamba kazi ya wafuasi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu itaendelea hadi kufika pale ambapo Yesu mwenyewe hakufika. Hivi hapa alikuja Petro mtume hapa, alikuja hapa Rwanda Petro. Mlimuona nyie? Paulo, Yohane, Andrea, Yakobo hawakuja. Sasa nyie mmekuja wa Kristo nyie. Kuma mkumona Petro lakini wa Kristo. Ni kazi ya Mungu inaendelea. Aliacha mitume 11, mwingine alishajinyonga, si mnakumbuka na wafuasi kadhaa. Kutoka kwao wale na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu neno la Mungu limeenea hadi Nyakabanda. Limeenea hadi hapa Nyakabanda, wewe tulia. Kutoka huko Yerusalemu, huko alikokuwa huko, mpaka hapa Nyakabanda, neno la Mungu limefika kwetu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani ya wafuasi wa Kristo. Hiyo kazi tunapaswa kuiendeleza mimi na wewe. Tusimwachie Petro na Paulo, si na Andrea na Luka hao kazi yao walimaliza. Sasa ni kazi yangu na wewe kuliendeleza neno la Mungu, kushiriki katika utume wa Kristo. Imani kwa Kristo, niaminini mimi, ni imani hii thabiti wa Kristo, haipaswi kuwa imelala. Tusifiche imani hiyo kama yule aliyeficha talanta, kama tunavyosikia katika maandiko matakatifu. Na ndio maana nimeuliza, nyie kazi yenu nini? Eti ni kusikiliza. Kusikiliza? Lazima mwe washiriki katika kueneza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo imani hiyo tuliyoirithi tusifiche, bali yapaswa kuonekana katika maisha yetu ya kila siku, katika majitoleo yetu ya huduma kwa waliosahaulika, maskini, wajane, yatima, wazee na wote wenye mahitaji mbalimbali. Tumesikia katika somo la kwanza. Na ndio maana nimeuliza mwanzoni, je, padre atajua yote haya kama nyewe msiposhiriki naye kujua kwa maskini, wajane, yatima, wazee na wote wenye mahitaji? Atajua peke yake? Lazima nahitaji ushiriki kutoka kwenu. Ndio maana nimewambia muwe mawe hai ya kulijenga kanisa. Ndugu zangu,
Sura hii ya mwinjili Yohane, sura ya 14 mstari wa kwanza hadi 12, inatoa faraja, inatoa uhakika na maelekezo. Yesu anatuuliza mioyo inayohangaika. Na sisi hapo kazi kumuuliza mtu mmoja mmoja, tuna mahangaiko mengi. Kuna familia hazijakaa vizuri. Kuna baba na mama hawaelewani. Kuna taraka na utengano katika familia. Yote hayo ni mahangaiko. Tunao wagonjwa hospitalini, hajui atapona au atakufa. Yote hayo ni mahangaiko. Tunao wanaosafiri kwa ndege, majini, barabarani, hatujui kama watafika salama. Ni zamu yetu kuwaombea. Yote hayo ni mahangaiko ya mwanadamu. Tunao wanafunzi mashuleni, inapokuja mitihani ndipo tutajua kazi ilipo. Wanafunzi wanahangaika mno kwenye mitihani, hajua atafaulu au atafeli. Atafaulu kwa grade nzuri, ya kata au atafeli. Yote hayo ni mahangaiko. Kila hatua ya mwanadamu ina mahangaiko yake. Na kila mtu ana mahangaiko yake. Hapo tusiongelee vita, si vitu, mahangaiko mepesi tunayoyapitia katika maisha yetu ya kila siku. Kuna wengine hapa mabinti au natafuta wachumba hawajapata. Miaka imepita na tafuta tu. Wapo hawapo? Eti wapo. Mimi sijui. Wapo Na vijana wanatafuta wachumba hawajapata? Nao wapo pia. Hayo nayo ni mahangaiko. Wanahangaika. Mnacheka Wanahangaika. Labda kwa mchumba wake fulani sijui, baadaye kaonekana kumbe tabia haziendani, wakamwagara tazama tunasema amemwaga, wakaachana. Katafuta mwingine kumbe ni mlevi. Katafuta mwingine kumbe ni mbea. Na binti amejitahidi, ameona kijana kumbe ni mwizi. Yote ni mahangaiko. Mahangaiko madogo katika maisha hayakosi. Ila tunapounganisha mahangaiko yetu na Kristo, tutapata faraja, tutapata amani. Tumtolee Mungu, tumtolee Kristo mahangaiko yetu. Anatuambia nyumbani mwa baba yake mna makao mengi. Anajidhihirisha yeye kuwa ni njia, na anatupa sisi wafuasi wake nguvu na uwezo wa kuendeleza kazi zake za ukombozi. Na hivi sisi pia tunaalikwa kuendeleza kazi za ukombozi kwa maneno na matendo yetu. Sio kama watazamaji, sio kama wasikilizaji, bali washiriki na watenda kazi katika shamba la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.